Hebrews 12 is saying, since therefore we are surrounded by such crowd of witnesses, and for your information, before I continue, kuna watu wengi sana wanakuangalia. Wengi sana. Yesterday, tukitoka kufanya shopping na mawai, nisimamisha gari mahali to pick something from a shop. Kwa tumesahau tawel. One of the boys who was buying, not a boy, a little bit aged, he looked like he's done with college. Akaingia hapo kwa gari. Akakuza habari, akamwambia mzee, shida wewe na yako na shida gani? Akatwambia unajua nini? You are my greatest influencer. You are my dream tomorrow. Yaani hivyo mko ndio wanataka kuwa kesho. Wow. Nilikuwa naishi kama napaka mafuta kwa roho. I also noticed men we have learned to be cautious. Umezunguka na watu wengi ambao wewe mwenyewe uone. Kuna siku mama alikuja akafungia gari nyuma ya gari yangu. Na mahali aliweka nikaona gari yake itakerapiwa na county council. Nikatoka nikamwambia mama, na I was very nikaikazika nilishinda wewe alienda ndani siku hapo. Is that even that type of a kuna parking kama hiyo? Nikamwambia mama, hapo umeegeza hiyo gari, wangu umenifungia. Although mimi naweza toka na hii side nyingine hata kama kuna tractor, wewe hapo utakirapiwa gari ama ufungiwe venye huwezi toka. Akaniambia sikuwa najua. Unaweza kuja unitolee. Nikaenda nikachukua gari, nikatoa. So yule msichana alikuwa kwa gari akatoka. Msichana wake. So nilipotoka akaniambia hata msichana wangu ameniambia unaendaga kuhubiria shule kwao sana. What? Sasa my friend, hebu imagine kama nimuongelesha vibaya. Imagine kama nilimuongelesha vibaya. Wow. Imagine kama nilimuongelesha vibaya. I want you to imagine. That's why I'm saying you are surrounded by such great crowd of witnesses. I went to Naivasha to take my son to school. I have an adopted son who is in college. Kumpeleka, nikaona kumekuwa late. So I chose nilale kwa hoteli. So, and nikaenda kwa hoteli na nikapata alidi. Nikamuuliza sasa, poa, hapa kuna hotel rooms. Akaniambia nikamwambia nilikuwa nataka moja. Akaniuliza pastor, unafanya nini huku? Nikamuuliza kwani unanijua? Akaniambia ulituhubiria Two Girls. Two Girls is in Rift Valley. Over almost 10 years before that. Nikamwambia sikukumbuki. Akaniambia imagine if I had gone to that hotel. Kwangu nichuka. Na ningekuwa nimeenda msichana Naivasha. Tumeenda sasa kuchukua room. Sisi ni wageni. Akaniambia ulitusaidia hiyo time. Akiwacha nikulipie room na mifisi zako. We are surrounded by such great crowd of witnesses. Na ndio maana Paul anasema let us lay aside every weight and the sin that so easily entangles. Acha ni explain hii. Kila mtu hapa ako na the sin that so easily entangles. Wengine hapo watakosa ndugu kwa sababu ya mdomo. Sijui nani anakaa na kijana wa nyang'ani. Yeah. The mouth, for some of them, it is the sin that so easily entangles. Others, ni kula. Eating. Unajua kuna kupaswa kukula na heshima. Don't eat everything. Especially at your age, I know you have very many cells that are growing. Chunga what you eat. Eat selectively. Not everything that is available. Bwana Yesu asifiwe. Bible is calling you body members. So everybody here is a pastor because you are the pastor of your members, isn't it? Nataka kutoka leo naita members mkutano. Si unawe member? Kuna wanyaka ya mwili juu. Na ukiona organ ya mwili imefichwa, imevunikiwa na nguo zaidi ya moja. Hiyo organ ichunge sana. Wacha nirudie. Ukiona organ ya mwili imefichwa. Na ndio naambia vijana so that I will finish the issue of masturbation. Ukienda kuoga, oga tu. Wacha kuuliza hii kitu ile kwa bani. Oga. Na utoke ujibaguze utoke. Ubaye uende ukasoma mambo gani. Azin, don't continue. And I think to clear this so that you clear the problem of masturbation.
You go shower. Na utoke uende. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Let me refocus to my first point. Are you able to see that brother? But utaonaje kama anakutumia tufanye video akiwa naked? And you know what happens? Let me tell you. And there is those students who have gone out can hear this. The devil's agenda. Hata si ulalwe na wewe. Hata si upate mimba. It is to weaken your moral fiber. You will never look at somebody with purity. Yeah. How do I explain this? To weaken the moral fiber of a system. Let me give you a good example. Today is on Friday. Today at 9 p.m. we'll bring the news in Citizen TV. Lydian Moli, isn't it? It is done selectively. They cannot bring Nimrod Tabu. They know, and he's a good news presenter. Why? They want to bring that coming woman, and on Friday at 9, even those family members will leave away. Everybody is on the TV, and she can come at 7. At 7, the viewership is low. At 9, at all of them will come mimi. So we are there. We are not only watching news, we are also watching That's what we call weakening the moral fiber. Tunakorogwa so that we are put into a certain thinking. At times I'm a teacher. Unaweza simama class mwalimu amefunza. At the boys, there's a teacher who was there before me, who was a friend. I go to a party. So she was a lady. So I went to teach CRE. Ile class alikuwa anafunza CRE. So as I was teaching CRE, one boy could not write. Alikuwa anakaa akipigisha pen hivi. Anasema ipatricia. Na mimi niko class. Wewe mwalimu ataenda transfer. Nikamwambia ndio pole mwalimu. After that nikamwambia mwalimu kwambie wewe ujui au ujui. Huyo mwalimu alikuwa sawa. Nikamuuliza content ama kwani sina content. Haini tena content. Vile Mungu amemuumba. Sawa. Habi mimi nikamwambia okay, I am short. Do you have any problem? Ndio mwalimu alikuwa sawa. Na mimi sasa siali sitachukua. The same boy at form 3. Kaniambia mwalimu unajua nini? Nitakuwa lawyer. Kama si drop siali. Nitakuwa lawyer. Na drop siali ni history nitakuwa lawyer. Siwezi kuambia Patricia. Sio tuambie Patricia kufanya lawyer kwa sababu I tried to sitoke kuchukua siali. Ukasema wewe unaweza kuchukua siali kwa inakuwa na Patricia. Are you able to look at a teacher akifunza class? Umuone mwalimu. Kuna wale wanakutoa nguo moja moja wakiweka kando. Be having pure thoughts. Having pure thoughts sexually is not only advantageous, but it brings your body and your thoughts well. Sasa ndio naulizanga kama Bible inasema mtu akitamani kulala na mtu kutamani tu ni dhambi. Na kushiko. I went to a camp and one girl stood akaniambia nimwambie ubaya wa kissing na iko kwa Bible. Na hata kwa mwenyewe anatumana Timothy. Tafadhali hakikisha umepiga kila mtu busu. He doesn't kiss. Aniambia, nimwambie msichana, stop pretending you know the Bible more than me. What they call kissing is what today we call peck. When you hear Judas kissed Jesus, it is not what you are imagining. It is what I know. Are you able to look at? And she was very bold. And so I asked her, let's finish this issue. Have you been kissing everybody? Because she defended kissing like, what? So nikamuuliza sasa kama Bible iko against kutamani na kukiss.
girls that are here, free advice. Men that are here, if you in future you are ever dreaming, imagining or thinking to have a stable marriage, be sexually pure for 3 reasons. 1, when you get married, you have nobody to compare your spouse to. Sure. Every time you are cheating comes in marriage, you have slept with 4 men, and the 5th one does not look like the 3rd one. And so you start looking for all other men, trying to look for the 3rd one. That is the first danger. Number 2, you develop soul ties that it will be hard to break. Soul ties are people you are hooked together. And parents have really participated today, young parents, in building soul ties. How? We're friends with Christine. So probably we meet with Christine and they visit us, we visit them. When they visit us, we allow our children to go and play together. And they continue that way. And we are not related. And it continues that way. Our children who are under with us is abroad. But as they grow, they won't get married. But you realize they are not getting married to somebody else. But they are hooked together. Toka kitambo. And it begins as a mere joke. There are a couples fellowship of 12 couples that their children were post-college, almost all of them. None is getting married. One day they called me. Wakiwa na couples. Na vijana wao ni wakubwa wana magari wananiambia, ukikuja ukiongea na wao, uambie hatukuangi related. Because they realize these people are not getting married. But because I know the girls and the boys in that cocoon, they equally hooked together. Some have even started sleeping with each other, but they don't get married. And those soul ties are bad. They kill. Have you seen people killing each other? Lovers? Did you remember the boy who bought axe all the way to London to kill a girl and everything? Do you know why the boy would not let go? Soul tie. He would not let go. He would rather die than leave the girl. He would rather die. Every time a girl knocks my door and starts to defend dating an unbeliever, and because for those girls who date unbelievers, they have defense. Ati unajua nitamhubiria aokoke abadilike. Wewe ulijibadilisha. Kama ulishindwa kujibadilisha, why are you trying to kubadilisha somebody else? You yourself, it took somebody to die ili ubadilike. At least ukue mtu akona adabu. Sasa why are you convincing me that you can change somebody? And they failed. And when you tell them waachane na wao, they cling. Why? They are not telling you you have been sleeping, we have done sex, meaning there is no purity. My son the other day called me, kaniambia girlfriend yake amemvisit kwake. Can you please make sure, Peter, that girl does not sleep there. See, I'm not there, they are in Nairobi. Akaniambia hata hao. Nikampigia saa moja. Nikamwambia muko. Akaniambia tuko. Nikamwambia acha nikwambie, it is 1 hour to curfew. 1 hour to curfew. Don't give them a chance. Akaniuliza lakini nikuulize dadi. Ama alale bedroom ajifungie mimi nilale hapa kwa kiti. Nikamwambia anisikize na anisikize vizuri. I have never brought up a foolish and stupid son. And I am not likely going to allow him to be foolish and stupid. I gave an instruction. I have told you. You will fornicate. I mean, you can choose what you want to choose. But I can promise you 2 things. If that girl sleeps there today, 1, you will part. 2, there will be and fornicate and there will be no chance. But mtaachana. Wewe msikili kwa bahati anasema mtaachana tu. Si umesikia? Wataachana tu. 2, ile sometime unaenda kubuild. Mtaachana lakini mko pamoja. 3, ninakuja kuona kesi ya pregnancy. Unasema sio yako. So saa hii pea wewe msema simu. Kama anataka kuolewa na wewe unataka kumuoa, muache ujinga.
Aende kwa kazi neke anaenda kulala saa hii. Otherwise stop calling me your father. I don't disable people who look like that. And pay your bills. So what? 90 sent me a text akamwambia, "Ndio unakuwa mkali." Nikamwambia, nisipokuwa mkali. Kama sikuwa mkali kwake akiwa class, because he was my student. Angeenda university. So sasa hizi nimsaidie. Na kama kuna vitu mbili. Sikiza. You can conquer the entire world, but if you don't conquer a family, you are. A good example is Nelson Mandela. He conquered South Africa. But do you know? His daughters, his children died of HIV/AIDS. He was able to manage the entire South Africa, but unable to manage Hong Kong. After everything is said and done, you go back to your family. What do you want to be when you grow up? Although you're already grown. Huh? A nurse. Let me address the nurse in you. After the nursing profession is done, you will go back to your family. That is the only place you can go. So if you have no family, nikwambie kama kuna mahali tunaendanga after everything. Uhuru Kenyatta is retiring. And one of the things probably he has forgotten that everything has an expiry date. Is a day will be called formal. And you will talk something and nobody will write in the papers. And the TV reporters won't report. And you will call for a press conference, KBC alone will go. Because everything has an expiry. We agreed and I say, today's Miss Kenya is tomorrow's grandmother. Everything has an expiry. That beauty has a timeline. There's a time I used to be very disappointed when I was young. That beauty has a timeline. And after all is said and done, you go back to. So the only thing we can try to help this generation is to make sure in future they will have stable families. Hii wapata mahali pa kwenda. I think the day before yesterday niliona chairman wa KEMSA na vitu wa kazi. Ataenda wapi? Yes? Si ni nyumbani? Yes. I have seen principals who have owned schools like they were born there. But after they retire, kwa bibi yake, ama kwa bwana yake. Na kama aliharibu kwake, ataenda after 2 months, rest in peace. Tuende tusome urology mzuri. But the man has wasted his life. His life will not go beyond the grave. And there's no need to live life that won't go beyond the grave. Hakuna maana. Let me tell you, msichana wewe mrembo, sikia hii. I think in case I can become a little bit evangelical. If you would imagine the amount of sand that will cover you in a grave 6 feet down, then you have no reason to boast, no matter the extreme beauty that you have. If you imagine the darkness that will cover you in your coffin alone, let me tell you something you have never known. There is a day family members will gather in your compound thinking what to do with your body. Kuna siku watu wa familia yetu watakutana jioni kufikiria tunafanyia hiyo mwili nini. Last week watu tulikutana kufikiria vile tunafanyia mwili ya my cousin. Na tukakonklude tuizike. Sasa hiyo mtu akiona na wewe unakuwa shetani. Sasa hiyo mtu akiona shetani, akiniliota na wewe tukiswili. Una vitu vizuri. Sasa hiyo mtu anasema anaota na wewe anasema shindwe. Nani sasa hiyo hata umekuwa jana. Nguo zako zinakuwa scary. Ile room ulikuwa unalala, hakuna mtu anataka kufika huko. Na siku ya mazishi watu wakuja wakule na walie na wakule. We will cry, then we will eat, then we go home. And within a month or so, you are a gone story. Sure. I am a man, friends. He's my friend. I won't deny him. The wife died. I was the chairman of the bari ya harusi. Na mimi niliongoza harusi bishop wangu kazika. The lady was an head teacher. December. Na January alikuwa shapata mtu wa kuoa. Kuna harusi next month. Siku alikuwa nilimuuliza niaje mkubwa akaniambia you know what pastor.
Bible says it is not good for a man to live alone. Na hajapeana timeline, kaambia ni kweli, lakini hata wewe. Akaniambia, you can't dwell on the former glory. The wife has already become former glory. There is a day in the former glory. Wewe sahihi. Now to realize evil, you live better and consider what you are doing. Hiyo siku jioni tukikutana kwani kufikiria vile tutakuwa tunafanya na mwili yako. Ukiimagine vile kutakuwa, utaamua kulive right. Why? Kwa sababu kutoka hapo ndio to start another life. Kenye utaishi. Let me tell you something. That is when we will be going to eat what we will be doing here. It will be our retirement package. Yes. That will be our retirement package. Because Daudi, sio Daudi, Solomon akiandika Song of Songs, that man was romantic. What? Hata kama chapter ilikuwa inapewa kila bibi chapter, ama kila bibi verse 10, ungekataa kufuata. But wakati anamalizia Ecclesiastes, anasema nimegundua. I have realized, I have come to go. Kwanza anasema hivi, I have seen something else anasema. Kuna kitu nimeona. This is vanity of vanities. Na anasema, and this is the conclusion of the matter. Fear the Lord and honor his commands. Yeah. Sasa hiyo amekuwa muoi. Okay, muoi sio mtu anaoa sana. You're getting. I told you one of my motive was niwakoroge akili. If you want to, my sisters, let me say this. How many here are post college? Nani hapa wako college? Mtu wa college? Fulani wa college? Moja. Let me say this now helping you. Na kama hujaambiwa msikie. At your age. Unajua kuna ujinga mwingine. Kuna watu hapa wako na boyfriend na girlfriend na hata wameshapeana ile majina wataita watoto. Ile ujinga mko nayo ni nini? Wewe ujinga mko nayo. Hata hizo shamba usishangae. You are out to help you for free. Ati mnapeana majina ile mtaita watoto saa hii. Na mmaliza shule last month. Hata sikumaliza. Hata sasa zitatokea. You don't know if you are going to get many results. Na sasa hiyo results zitatokea ndio utajua community ilikuwa inajua kwa form 4. Huyu mwenye unaona akija hapo kwani wakipeleka maziwa unadhani atoke kwa form 4. Unasikia kiulizia. Amepata ngapi? Ajui difference ya grade, ajui difference ya height, lakini anataka kujua ni gani. Na ukipita ajui, lakini anasema hiyo familia iko na msichana amepita. Hear me, guys. At this age, you can't make choice of a marriage partner. Hear me. I'm telling you from example. If I made the choice of a marriage partner at your age, I remember my caucus and my circle, and I would have married a very funny girl. I'm talking to you. I made a choice of who I would marry when I was clearing my university. And to make sure I don't mess, I married immediately. There was no time. Nilimwona nikajua huyu ndiye nao, na ndiye nataka tuzeeke. Huyu akizeeka hata kaa fani sana. Unajua kuna wakati tunaambiana na marafiki tutazeeka. Nataka fani. So naona huyu akizeeka hata kaa fani sana. Na ndio si mrefu sana, hata inama sana. Tushainama wote. At sahi, at form 4, first year, you have already concluded who you are going to marry. Hiyo ndio nakwambia, they are called premature decisions. If there is a decision that should tarry, ni hiyo. People have come to me first year. Wako first year, unafanya kozi gani? Nursing, na engineering. So utakuwa shule miaka ngapi? 5. Na mstrike 1 6. Na COVID ingine phase 4 inaweza kuja 7. Na nakuja
tumepanga kuoa 2029. Ile ujinga mko nayo. Sasa tuko 2021. Ndio unakuja kwa nyumba yangu kunibishia mlango ile mtaona hata saa hii niliambia my wife if young man will come in our house 2021 na anatuambia nataka kwa 2026 wapikie chakula mingi wakule waende nyumbani kwa wazazi wao. I'm not going to waste. For the next 5 years we will fornicate in every way and every manner. Na saa hiyo anakuja wakati mmeshikana mikono. 2021 na mnataka kwa 2026. Mjinga ni nani? Niulize vile Ruto huwa anauliza. Mjinga ni nani? You can't. And if you are doubting us, if you are doubting me, niliambia kijana mwingine kama una doubt, enda uanze ukiwa katikati kikiharibika utanipigia simu. I will not change my phone number. Free advice. At this time, maybe I'm planning to marry in 2026. Before then, a lot of water will have gone under the bridge. And for your information, men who are here, listen, free advice. Your definition of beauty continues to change as you grow up. 5 years from now, you will understand why teacher so and so is married to a girl. Unashinda kwa ajili bibi anakaje, you will understand why. And if you are doubting me, tukutane hapa 10 years from now. Nyinyi wote hapa na bibi zenu, tutacheka mpaka tuzirai. If you are doubting me, if you are doubting me, why? As you grow old, your definition of beauty changes. And then goes away from that brown color girl to a lady who is responsible, mature, and respectful. Girls, your definition of a man who is handsome will change as you grow old. Sahi, you may be thinking tall, dark, and handsome is the honor of the day. Of course, where I don't try. I am not characteristic if it is in that context. But as you grow, I'll find you with a very funny man. Actually, the community it has took up. Wewe ndio utakuwa unatuambia msimuone hivi ni lawyer. Umejua hata sisi tunashindwa. Hii ndio end product. Au utakusungukana na wasichana wavulana wote wa parents. Hii ndio end product. Why? As you grow, your definition continues to change. Young men, sahi, if you choose to marry a girl now, it is the wrong choice because akili yako haijakomaa. Your definition will keep on changing. Yes, if I allow you to marry today, you bring a funny girl here. But if 5 years from now, you will have started seeing difference. Wasichana watawekwa hapo. Utaangalia vitu watu angalia sasa. That is when you will understand why so and so is married to a woman. Unashindangwa na vile unaonanga akikaa sawa, kwani alimake wrong choice. Ama unaona huyo mwanamke unaonanga aliolewa na shakara. It is then you will understand why that man. I think now I spoke. I have answered the question why some people are the way they are. Amen. Have you understood? Have you ever seen a couple na uone huyu ako mzuri sana, angaolewa na mtu mzuri zuri? You have seen that? Yes. Ni kwa sababu uko immature. When you mature, it's true. Your definition of beauty changes. It changes. Yeah. Sahi, ile mindset uko nayo. Man. May the Lord keep you. May the Lord keep you. May the Lord keep you. No matter what is happening at the marketplace, may the Lord keep you. I will say 2 things before I finish. But may the Lord keep you, no matter what people are saying. Yesterday I was very disappointed. I will not say disappointed. My wife is small-bodied. My wife is small. And she's not very tall. She's almost our size. Probably smaller. I think she's almost our size. I think she's actually Jackie size. Almost precise. She's the mother of my children. And so yesterday, I went to the market with her. So I gave her the car key to take some eggs. Tulikuwa tumenunua kwa gari. Wale wanawake walikuwa hapo, wakaniuliza, hapo niita pastor, niita mwalimu. Na huyu msichana mnashindana kuzunguka naye kama uogopangi bibi yako. Na nimuuliza raundi.
Na unatoka wapi hitu tusichana? Oh my God. What? Okay, nikasema it's okay. Mwenye alikuwa hapo sasa nikamwambia hapana, wewe huyo nikangoja naye paka ingia. Naambia sasa nataka msikize kwa market. Nataka msikize. Huyu ndiye mama ya watoto wangu. The only children I have on earth. This is my wife. Because of course she's more body. I don't know, maybe the concept is niko na kibigini kubwa. Niko mahali nyumbani. So natembea taona kasichana kale kadogo. Because that is what the community is expecting. That's why I'm saying no matter what is at the marketplace. Actually, when we went for our honeymoon, things were very bad. That time we were small. When I got married, I was tiny. And tiny is the word after smaller. Okay? In my own definition. You get to go up by smaller. So when we went for honeymoon and we were going to take breakfast, the lady who was serving us was very uncomfortable with us. Alikuwa anaona kama watoto wameiba pesa ya wazazi. Wameenda kukula. So akatuliza, nyinyi mmetoka wapi? Hapo sisi we are Americans. Na mmekuja huku aje? Bwana, nikamwambia we chose to come. We didn't tell her we were out for honeymoon. We chose to come to relax kidogo. I chose to come with my wife. And so which one? You are husband. You are husband. Yes, what is wrong? I am actually to show her my ring, and the name written in the ring is mine, and the name in her ring, or the name in my ring is us, and the one in us is mine. That's when she agreed. Why? Because that is the thinking at the marketplace. But you can choose to be right. Yeah. All the guys who looked very romantic when we were in college, all of them are single. Na nikwambie kuna watu walikuwa romantic tukiwa college. Wow! Hata high school. Sisi tulikuwa tunashika tulisaliwa wapi? Mimi jioni naenda kununua sukuma na avocado. Unajua tulikuwa tunakula USA. Ugali sukuma na avocado. So mimi naenda kununua avocado jioni na sukuma ya 5 bob. Sukuma ya 5, avocado ya 5. Napata watu wamepesa hiyo kuna Ndriso Eldoret, I was in Eldoret. Watu wameshikana mikono. Pole pole. Watu romantic right huko. Mimi na kaugali yangu, na sukuma zangu, naenda napika, najifunika na mikono. Alala. Sasa tunaenda maombi usiku, tunaenda maombi from 9 to 11. Tukitoka maombi, hata unaweza fikiria Noah ameitana tena. Hapo kiasi vile imejengwa ingine. Niko sawa. Wala unashindwa niko sawa kweli. But can I surprise you? All of them. All of them. I don't see any that has gotten married. Na wale hawajaolewa wasichana. I think wachache ndio wako na watoto nyumbani. But even those men, destiny has a way of paying you. Even those men. Why? I tell men, you don't go sleeping with somebody's girls and you want to marry a virgin. It won't happen. Two things. If you're here and you are a virgin, may the Lord keep you and may you also keep your legs close together. Not put them apart. If you're here and you're not a virgin, there is a problem. That's the problem we want to answer. One thing, you can't lie to yourself. Nobody can forget a sexual encounter unless a prostitute. And the prostitute only forget because of the numbers. Otherwise, nobody. Unaona, ile mnafanya aina disiki. Kama wengine mkifanya aina disiki, yani mli-exaggerate, utawaisa hapo. Sio unaniangalia hivyo. Uwezi sana. Kama wengine wakijificha ya ukweli, nyinyi mkuu wawili mlijificha ya uongo. You can't. Sasa kuna watu washaanza kujiroga. There is a remedy to that. You have to agree that you are sinner and foolish. And to choose to be right. And you learn from. Let me tell you. I think it is. I don't learn even from fools.
Somebody said experience is the best teacher for fools. Unajua zaidi mtu hawezi kuwa tumepanga line, mtu aruke hapa, afike hapo chini, akatwa na sengenge, na wewe kwa nyuma unasema ndio mimi next. If you have seen those who have gone ahead of you, what mess they have found themselves in, and you don't care. I want to finish by saying this. Girls, men, you can choose to be sexually pure by doing 3 things. 1, be cautious of how you want social media and media platforms. Always end up download pornography and you want it to be sexually pure. Forget. Girls, I know lesbianism is at the peak. Na kama uko hapo kwa msichana, ufeel uko attracted to msichana mwenzako, ukuje haraka sana nikuombea. Uko na ujinga sana. Nyinyi mmeumbwa vile mnapaswa kupenda watu wako na nywele uso. Na mmeumbwa hivyo. Mimi msijui mnapanga aje hata mimi. Unapenda mtu wako na nywele uso. Msichana waliumbwa hivyo. Muturafu. It is abnormal to be attracted to a lady. Men, skiza. It's abnormal to be attracted to a fellow man. I have done ministry in schools. I teach in a boys' school. I have taught in a girls' school. I have taught in a mixed school. I am not doing rehearsal in this. This thing is dangerous. Kama unataka familia mzima ila, by the way, lesbianism and homosexuality brings a curse to the entire family, even those who are not involved. Even those who are not involved. Be cautious who you get close to. Be cautious what you chat. Be cautious the sites you visit. Be cautious of your thinking. Boys, kama kuna kitu sahi inatendeka. Hii hall kijana boys 400. 320 wana masturbate. Hata si 320, 50 ndio itakuwa ina masturbate. Tell you the truth. Mama, stop with men. Boys. Unasema nilikuwa na handle boys wasiuse. Went with boys, si leaders. Ni wawili pekee hapo wana masturbate. Walikuwa machemas, matrashers. Sasa nikashindwa kama hao ni chemas na trasher na kanisa. Na si na. Hawa ni trasher na chemas. Members. Na hizo mtungi zingine zikapiga kelele huko nyuma kwa service. Hizo mtungi zingine zinapiga kelele huko nyuma kwa service. Hata zimelaana zenyewe. Even girls. And masturbation, my friend, it makes you feel dirty. Let me tell you the devil's agenda. At times, and you check here, at times mnasema wacheni tuombe. Because the devil's intention is to condemn you. Unapiga magoti unasema Bwana Yesu. Shetani anakuambia, remember you are masturbating. Hata vile ulikuwa umepiga magoti, unasimama unaanza kusema in the name of Jesus. In the name of Jesus. You already feel condemned. Even for the girls. Sijui kama kuna mtu hapa amejaribu kuomba, unaenda kuomba, unasema Father in the name of Jesus. Shetani anakuambia, unakumbuka zile vitu ulituma kwa message usiku? Kiendelea kutana Jesus. Unaamka. Ndio maana maombi saa hii hayaanzi huko ni vigumu sana kuita maombi. Wanaamka unaona in the name of Jesus. Why? They are condemned. They feel broken and dirty. So I have said be cautious of social media. Be cautious. Be very cautious what you chat. Be very cautious what you reply. Hata unatumia kijana picha. Unamwambia leo nakutumia kutoka hapa kupanda. Kesho kutoka hapa kuteremka. Ile mjinga uko nayo inaenda jamu tu. You are sending somebody your naked pictures. Kama daktari wakati ulizaliwa walikufunika na nguo haraka. Haraka ulioshwa haraka ukafunikwa nguo. Wewe mbona unataka kutoka? Mbona unataka kutoka? Daktari walikufunika haraka. Hata wao wenyewe walikuwa hata uko na idea sana. Kwa sababu si ati uko mzuri sana.
by human beings is not very good. That's why God gave us knowledge to make the roads. Actually, made the first road. Our other animals walk naked and we are moved, isn't it? Have you ever realized that the goat is usually naked? Yes? It is true. Mbuzi inaka nguo. I have seen the goat. Even the cow is naked. Okay? Yes. And that's why I tell girls, cover your nakedness. Cover me, naona nakedness za vitu mingi. I've seen cows naked. Kuku ndio inaificha kidogo. All the animals I've seen them naked. Cover your nakedness. Be cautious what you said. Be cautious what you share. Be cautious the material you expose yourself to. Hamwezi anza kufiriana saa hii na uko form 4, uko form 3, mnafiriana. Mkipatana mtaendelea kufiriana kabisa. Akitaumana. Na nikwambia ukianza kulala na yeye wewe saa hii. And for your information, bad gossip. It is very easy for a young girl of your age to conceive. And it is very hard for a married woman to conceive.